lakini wakati tunafanya usafi tumejifunza ya kwamba wanaofanya uchafuzi wa mazingira hasa eneo hili la soko ni sisi wafanyabiashara wenyewe. Tunayo maeneo ya kutupa taka, lakini mila na desturi zetu na wakati mwingine utamaduni wetu hatujazoea mambo yale ya kistaarabu ya kiungwana. Kwa hiyo badala ya kuweka takataka kwenye dustbin, mtu mwingine anakuta mfereji wa maji, anachukua takataka anaweka. Kwa hiyo ukiangalia mifereji yote inayozunguka soko imeziba, na mvua zitakaponyesha, unaona sasa badala ya maji kufuata mkondo wake, utaingia kwenye eneo la soko kupitia maeneo kadha wa kadha. Sasa wanaoathirika sio serikali, watakaoathirika ni wafanyabiashara ambao wanafanya biashara zao ndani ya soko. Tumekuwa tunalalamika kwamba mafuriko, mvua zinaingia ndani ya soko, lakini moja kati ya sababu ni sisi kushiriki kuharibu, kuchafua mazingira. Ukiangalia mbele ya maduka yote hayo, tumeangalia mifereji yote imeziba. Yule mwenye duka anachukua mifuko ya plastiki anatia ndani ya mfereji. Kabla ya kufikia siku ya mazingira duniani ambayo ni siku ya tarehe 5 kilele chake, tumeamua kufanya zoezi la usafi na upandaji miti katika majiji 6 na jiji la Mwanza likiwa ni jiji mojawapo. Sasa kwa siku ya leo tunakamilisha zoezi hili la usafi katika soko hili, soko kuu la Mwanza, lakini pamoja na zoezi la upandaji miti katika eneo la Igoma na maeneo mengine ya jiji la Mwanza, lakini kwa mkoa mzima wa Mwanza. Nadhani ni muhimu kwa wananchi kuelewa kwamba hasa wanaofanya biashara katika eneo hili kuhakikisha kwamba mifereji yote inakuwa katika hali ya usafi na kuhakikisha kwamba kila unapokuwa na maduka na shughuli zote wanazozifanya, uchafu wanaouzalisha wanahakikisha kwamba wanauweka mahali ambapo wanapostahili. Lakini pia kuna hili zoezi la upandaji miti ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amelisisitiza. Miji mingi inaweka utaratibu wa angalau kuhakikisha kila makazi ya watu kunakuwa na miti 2-3, na unapopanda miti ya matunda inakuwa nzuri zaidi. Lakini hata isipokuwa ya matunda, basi miti mingine ambayo ni muhimu kwa mazingira pia inaweza ikapandwa. Halmashauri imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya kufanikisha uoteshaji wa miche ya miti kwa lengo la kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kwa msimu wa 2024-2025 jumla ya shilingi milioni 24.1 zilitengwa na kutumika kuotesha kitalo chenye zaidi ya miti 100,000 kutoka mapato ya ndani, na kwa msimu wa 2025-2026 jumla ya shilingi milioni 50 zimetengwa kutoka serikali kuu, ambazo zitatengwa kutumika kuotesha miche 200,000.